Kwa hiyo somo letu lina kichwa kinachosema kuhifadhiwa na amani ya Kristo. Kuhifadhiwa na amani ya Kristo. Narudia, somo letu lina kichwa kinachosema kuhifadhiwa na amani ya Kristo. Tunaanza na kitabu cha Isaya mlango wa 9 na mstari wa 6 ambaye ndio utabiri wa Kristo kuzaliwa. Isaya mlango wa 9 na mstari ule wa 6 hivi nasema: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa ufalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Pointi yetu iko pale, mfalme wa amani. Ninachotaka tuzungumze asubuhi ya leo na tujifunze katika mwaka huu wa Krismasi ya leo ni jinsi gani amani inapokuwa kwenye maisha ya mtu anafanikiwa kwa sababu ya amani, na ni jinsi gani mtu akikosa amani kwenye moyo wake anavyokuwa hawezi kufanya chochote kwa sababu amani imetoweka. Kwa hiyo ninachozungumza, amani ambayo ningetamani kuzungumza asubuhi ya leo ni amani katika maisha yako ya kimungu na maisha yako ya kawaida. Wakati Isaya anatabiri, anasema mfalme wa amani atazaliwa. Ni kumaanisha ya kwamba licha ya kwamba Kristo atakuja kama mtoto, licha ya kwamba Kristo atakuwa kama mfalme, lakini kipekee ndani ya ufalme wa Kristo kuna kitu kinachoitwa amani. Amani ndicho kinachoweza kumpa mtu kuamua kufanya kitu kwa furaha. Naomba tuone kitabu kile cha Wafilipi mlango ule wa 4, kuhifadhiwa na amani ya Kristo. Kitabu kile cha Wafilipi mlango ule wa 4 na mstari ule wa 6, lakini tuko kwenye mstari wa 7. Msisumbuke kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Paulo analiandikia kanisa la Wafilipi baada ya kulikuta kanisa lilikuwa linapita kwenye hali fulani ngumu sana, na kanisa hili lilifika mahali likawa halina amani, halina furaha, wamekuwa wakanisa kwa sababu ya mambo wanayopitia. Na ndipo kwenye mstari wa 7 anasema na amani ya Mungu. Ina maana kama kuna amani ya Mungu, kuna amani pia ya wanadamu. Lakini hapa anasema amani ya Mungu ipitayo akili zote, yaani amani iliyokuu kuliko amani zote. Amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu. Tafsiri ya neno kuhifadhi ni kufichwa, na ndio sababu tunazungumza siku ya leo juu ya kufichwa na amani ya Kristo, huyu ambaye ulimwengu unamzungumza amezaliwa. Sasa kama Kristo amezaliwa kama ulimwengu unavyosema, ninachotaka mimi tuelewe ndani yangu ni kwamba tuhifadhiwe na hii amani ya Kristo. Kwa nini tuhifadhiwe na amani ya Kristo? Amani ya Kristo ikituhifadhi, tunaweza kustahimili wakati wa shida, tunaweza tukastahimili wakati wa majaribu, tunaweza tukastahimili wakati wa mapito. Ndio sababu anasema msisumbuke kwa neno lolote. Maana yake kuna vitu vinaweza vikamsumbua mtu, kuna vitu vinaweza vikatupa shida, lakini anasema amani ya Mungu inayopita akili zote ikituhifadhi sisi na nia zetu. Nia maana yake ni kile mtu anachotamani kukifanya,
So amani ya Kristo ikufunike katika kila unachotaka kufanya, ili amani ya Kristo ikapata kufanikisha. Twende pamoja kitabu cha Wakolosai. Wakolosai ule mlango wa 3. Wakolosai ule mlango wa 3 na mstari ule wa 15 na mstari ule wa 15. Wakolosai mlango wa 3, wale ambao wanaandika, mstari ule wa 15, Biblia inasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Huwezi kuwa na roho ya shukrani kama amani ya Mungu haiko ndani yako, kwa sababu kinachokusukuma kushukuru, kufurahi ni amani. Kama amani ikikosekana ndani ya moyo wako, kushukuru, kufurahi, kushangilia kunatoweka. Kwa sababu hapa katika Wakolosai anasema na amani ya Mungu au amani ya Kristo. Kwenye Wafilipi alisema amani ya Mungu yohifadhi. Hapa anasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Maana yake kinachomsukuma mtu kuamua kufanya kitu ni amani ya Mungu. Amani ni moja ya ishara ya kudhibitisha jambo unalotaka kulifanya. Ndio sababu mara nyingi mtu anapokuuliza ya kwamba kuna jambo nataka kulifanya, mara nyingi hutumia lugha amani iamue moyoni mwako. Maana yake amani ya Kristo ikiwa kwenye moyo wa mtu itamruhusu kumsaidia mtu, itamruhusu kufanya kitu, kwa sababu amani ya Mungu ndio inaamua. Anasema, narudia uelewe, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Narudia kusema, kinachomsukuma mtu kushukuru ni amani. Ikiwa mtu hana amani moyoni, hawezi kufanya jambo lolote likafanikiwa. Na ndio sababu Paulo anarudi kuandika, anasema amani ina uwezo wa kuamua ufanye nini na usifanye nini. Amani ndio inakupa kuamua, amani ndio inakupa kuomba, amani ndio inakupa kufanya chochote kile cha kimungu na chochote cha kwako. Kutana na mtu ambaye hana amani kwenye biashara yake, majibu ndio nayo unaweza kufikiri na kwamba anakuchukia wewe, lakini si kwamba anakuchukia wewe, ni kwa sababu habari haimo ndani ya moyo wake. Kutana na dereva ambaye amekwazika, kutana na mtu yoyote kwenye section yoyote ambaye moyo wake una jeraha, ambaye moyo wake hauna amani. Mtu yoyote ambaye moyo wake hauna amani, hata vitu vyake anavyofanya hawezi kufanya kwa amani. Tunakwenda pamoja. Maandiko yanasema moyo wenye furaha huchangamsha nini? Uso. Kwamba kama moyo wa mtu una amani, lazima uso wake utachangamka. Lakini kama moyo wa mtu hauna amani, hata kama atajaribu namna gani kuchangamsha uso, hauwezi kuchangamka, kwa sababu moyo wake una tatizo. Daudi anaandika, anasema nalifurahia waliponiambia napenda nyumbani kwa Bwana. Kwa nini Daudi anasema maneno haya? Kwa lugha nyingine anasema nina amani waliponiambia twende tukamwabudu Mungu, moyo wangu ulikuwa na amani. Hii kuonesha kwamba pasipo amani ya Mungu huwezi kumwabudu. Sizungumzi amani ya watu kutokupigana, sizungumzi amani ya huko nje, ninazungumza amani ya moyo wako. Kwamba moyo wako kama hauna amani, hata kumwabudu Mungu utafanya nini? Utamwabudu. Ni mara chache unakutana na mtu anakuambia kwa nini unaenda fulani, anakuambia sijasikia amani bado. Hiyo ndio amani inayozungumza. Yaani ile amani yenye nguvu ya kumwamulia mtu kufanya jambo ama kutokufanya jambo. Hiyo ndio amani inayozungumza. Ile amani inayomfanya mtu aweze kukaa mahali ama asikae mahali. Ndio anasema amani ina uwezo wa kuamua moyoni mwa mtu. Haleluya. Kitabu cha Ibrania mlango wa 10
Kitabu cha Ibrania mlango wa 12. Kuhifadhiwa na amani ya Mungu. Waibrania mlango wa 12 na mstari ule wa 14. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo mtakatifu ambaye hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Bidii, amani ni kitu kinachotafutwa kwa bidii. Bidii maana yake ni kung'ang'ana kuhakikisha kwamba moyo wako unakuwa na amani. Kitabu kile cha Zaburi ya 119 mstari wa 65 anasema, wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Kwa tafsiri nyepesi, maana yake kama unampenda Mungu ni lazima amani itakuwa kwenye maisha yako. Lakini kama umpendi Mungu ambaye ndio sheria anayesema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza, hii inaonyesha makwazo yanaweza yakatokea, lakini amani ya Mungu ndio inaweza ikazuia makwazo yasitawale kwenye maisha. Ndio sababu wanasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Mungu. Kwa tafsiri nyepesi, wana amani nyingi wampendao Mungu. Kwa lugha nyingine, wana amani nyingi wanaolipenda na Mungu. Maana huwezi kupata amani kwenye moyo wako kama humpendi Mungu. Ninazungumza habari ya kuhifadhiwa na amani. Angalia kitabu cha Wafalme wa kwanza, kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango ule wa 5. Wafalme wa kwanza mlango ule wa 5 mstari ule wa 4. Ila leo Bwana Mungu amenipa amani upande kila upande, hakuna adui wala tukio baya. Sio kama unaona nguvu ya amani. Amani ina uwezo wa kuzuia matukio mabaya. Amani ina uwezo wa kukutenga na maadui, kwa sababu kila jambo linalotokea la kukwaza, kama ndani yako kumehifadhiwa na amani, ile imani na kusaidia usitengeneze maadui. Sikiliza vizuri, anasema ila leo, maana yake siku zingine hakuwa na amani, ila leo Bwana Mungu wangu amenipa amani kila upande. Amenipa amani kupitia watoto, amenipa amani kwenye kazi, amenipa amani kwenye huduma. Anasema amenipa amani kila upande, hakuna adui wala tukio baya. Bwana asifiwe. Kwamba amani ina nguvu ya kuzuia matukio mabaya isitokee. Ndio sababu maandiko yanasema hata mpumbavu anaponyamaza huwa anahesabiwa kwa heshima, kuwa na hekima. Kwa nini mpumbavu ananyamaza? Ni kwa sababu hataki kuharibu nafsi yake, hataki kukosesha moyo wake amani. Ni kwa nini maandiko yanasema kuliko kukaa kwenye nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi, ni afadhali kukaa kwenye pembe ya ndani. Tafsiri yake nini? Anazungumza ni afadhali kutafuta amani kuliko magomvi. Tunakwenda pamoja. Kwa nini anasema ukakae kwenye pembe ya ndani? Maana yake ukae mahali ambapo amani yako inaweza ikawepo, kuliko kukaa kwenye nyumba nzuri yenye vitu vizuri, lakini sababisho la kukosa amani linakuwepo. Anasema ni afadhali kukaa kwenye nchi ya nyika. Anarudia kwenye mfano, ni afadhali kukaa kwenye nchi ya nyika, mahali ambapo hapana mtu anakaa, lakini kwa lengo la kutafuta amani. Alafu akarudia anasema mahali penye ni bora sana kula mboga penye mapandano, penye mapendano na amani, kuliko ng'ombe aliyonona mahali pasipo na nini na amani. Maana kama tutakula kitu kidogo ambacho pengine akionekani kama ni cha juu sana, lakini tunakula kwa amani, maandiko yanasema ni bora kula mboga yenye chumvi kuliko kula ng'ombe aliyenona ambapo ndani yake hakuna nini amani. Si kama mnaelewa vizuri? Amani ya Kristo ihifadhiwe kwenye moyo wako.
kuna watu wanaweza kuwa sababu ya kupoteza amani yako. Maana maandiko yanaeleza hapa, Sulemani baada ya Mungu kumpa utawala, anasema Mungu amefanya kitu cha kipekee, amehakikisha amenipa amani kila upande, wala hakuna adui wala baya ambalo limetokea katika maisha. Moyo wangu na kiu yangu ninatamani 2025 amani ya Mungu ufike. Usije ukavuka ukaenda 26 moyo wako hauna amani, kwa sababu utaishi kwa hasira, utaishi kwa huzuni, utaishi bila amani. Kara mashaka talabueza rashaka poro pia musika. Angalia kile kitabu cha Zaburi sura ya 72. Kitabu cha Zaburi sura ya 72. Sura ya 72. Zaburi sura ya 72 na mstari ule wa 7. Siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi, na wingi wa amani hata mwezi utakapokoma. Narudia, siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi. Kwa lugha nyingine, siku zako zitastawi ukiwa na amani ndani yako. Siku haziwezi kustawi kama amani haipo, kwa sababu amani iliyo ndani yako ndio inakupa kufurahia kitu, ndio inakupa kufanya jambo. Lakini kama amani haipo ndani, huwezi kufurahia kitu. Ndio sababu wanasema siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi, na wingi wa amani hata mwezi utakapokoma. Kwamba itakuwepo kila wakati. Amani ndio inakupa ustawi wa nafsi yako, wa roho yako. Niliwahi kusema hivi, huwezi kuomba kama moyo wako hauna amani. Hauwezi kujidanganya, kwa sababu amani iliyo ndani yako ndio inakusukuma kufurahia maombi, ndio inakusukuma kumwabudu Mungu, ndio inakusukuma kufanya chochote katika maisha yako. Hivyo kile ninachotamani kusema ni nini? Ni kwamba hakikisha kila Mungu anapokupa neema ya kuamka, mwambie Bwana, naomba neema ya kuamka. Naomba amani yako ilinde. Naomba amani yako iwe ndani ya moyo wako. Asiwepo kiumbe chochote kitakachoondoa amani kwenye moyo wako. Hata ikiwa kuna kitu nitakosa kwenye nafsi yangu, hata ikiwa kuna kitu nitakosa kama fedha au mavazi, lakini mavazi sio sababu ya kuondoa amani ya moyo wako. Kwa lugha nyingine, amani ya moyo wako isiwe katika vitu ulivyonayo, kwa sababu vinaweza vikapotea, lakini amani ulionayo iwe kwa sababu Mungu anataka. Hivi unafikiri leo ungepewa kuchunguza nyumba za watu, kuna watu wamenuniana tu kwa sababu bahati mbaya ilikuwa inapatikana. Kuna watu wamenuniana tu bahati mbaya kwa sababu wamezoea kila wakati lazima kuvaa nguo mpya. Sio mbaya kuvaa, ni sawa, lakini basi tumekuja kijiji, hakuna. Je, utaacha kuwa na amani? Hata watoto, kuna wakati mwingine ukawasomea neno kwamba watoto wangu kila jambo na majira yake. Kuna wakati wa kupata, kuna wakati wa kutokupata, kuna wakati wa kukusanya, kuna wakati wa kupoteza. Sasa ayamkini mwaka 2025 Christmas hii ni mwaka wa kutokuvaa. Kwani imaanisha tutafurahia? Lazima tutafurahia. Hakuna kitu kizuri kama kutunza amani ya moyo wako. Haleluya. Amani ni chanzo cha mafanikio katika maisha ya mtu. Kitabu cha Ayubu sura ya 22. Amani ni chanzo cha mafanikio katika maisha ya mtu. Angalia kitabu cha Ayubu ile sura ya 22 na mstari ule wa 21. Amani ni chanzo cha mafanikio ya mtu. Anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Narudia, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kumbe chanzo cha amani ni kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, amani inakuwa ndani ya moyo wako. Ukimkosa Mungu, umekosa amani. Kwani nini kilichomfanya Adamu akakosa amani kukaa kwenye bustani ya Edeni?
ni kwa sababu alimpoteza Mungu. Kitendo kile cha kumpoteza Mungu, kitendo hicho ndicho kilichomfanya Adamu akakosa ujasiri, akakosa hamu. Mungu anamtafuta, lakini moyo wake hauna amani. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali ambapo amekosea. Sasa maandiko yanasema mjue sana Mungu sana. Kitendo cha kumjua Mungu ndio kitendo cha wewe kuwa na amani. Pasipo kumjua Mungu hakuna amani kwenye moyo wa mtu. Anasema mjue Mungu sana. Kwa nini? Ili uwe na amani, ndivyo mema yatakayokujia. Kwa hiyo chanzo cha mafanikio ni amani na moyo wa mtu, kwa sababu kila utakachofanya ukiwa na amani lazima ufanikiwe, na kila utakachofanya pasipo amani hakuna mafanikio. Ndio sababu maandiko yanasema, Yesu akawa anazungumza juu ya wanafunzi akawaambia, pataneni nia zenu ninyi kwa ninyi ili tupate kuomba. Alikuwa anazungumza akasema, mahali watakapokuwepo wawili au watatu wamepatana. Tafsiri ya neno kupatana maana yake ni kuwa na amani pamoja, ile mapatano itusaidie kuomba pamoja. Ni sawa na kitabu cha Zaburi ya 133, anazungumza kabisa, anasema tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakikaa pamoja. Hatuwezi kukaa pamoja kama amani ya Kristo tunakwenda pamoja. Na ndipo kwenye Amos 3 mstari wa 3 anazungumza, anasema watu wawili hawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. Kitakachokupatanisha ni amani ya Kristo kwenye moyo. Waefeso anarudi anasema ubatizo mmoja, imani moja, nia moja. Nini kitakachotupa tuwe na nia moja? Nini kitakachotupa kanisa tuwe na umoja? Nini kitakachotupa kanisa tuwe na mapatano? Ni amani ya Mungu kuwa maisha yetu. Kila mtu ana amani ya kumwabudu Mungu, kila mtu ana amani na mwenzake, kila mtu ana amani, anamfurahia Mungu kwenye moyo wake. Angalia kitabu kile cha Isaya mlango wa 26. Kitabu cha Isaya mlango wa 26. Kuhifadhiwa na amani ya Kristo. Isaya sura ya 26. Unaweza ukaona mstari ule wa 3. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Narudia mstari wa 3. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Utamlinda wapi? Katika amani. Yule ambaye moyo wako umemtegemea Mungu lazima atalindwa. Na atalindwa na nini? Anasema katika amani. Yaani kumbe amani ni ulinzi katika maisha. Anasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Maanake yule ambaye moyo wake haumtegemei Mungu, moja, halindwi, lakini pili, amani haiwezi kuwa juu yake. Ndio sababu anasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Na utamlinda wapi? Utamlinda katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Maanake yule ambaye hamtumaini Mungu hawezi kulindwa katika amani, lakini yule ambaye anamtumaini Mungu lazima Mungu hakikishe amani inakuwa ndani ya moyo wake. Haleluya. Ninakumbuka wakati Yesu alipofufuka, kuna kitu ambacho alizungumza na wanafunzi, lakini kabla ya kusoma hicho, naomba tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14. Kuhifadhiwa na amani ya Kristo. Ramo shaka paya maseke taramamari nisheki tele mwiza. Isaya sura ya 14 mstari ule wa 27 anasema, amani yangu, amani na wachieni. Amani na wachieni. Amani yangu ni wapavyo, si kama nitoavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na oga. Amani inafukuza kitu kinachoitwa
uoga kwenye maisha. So Yesu anazungumza na wanafunzi, anasema amani na waachieni, na amani yangu niwapaye, si kama ulimwengu unavyotoa. Yaani kuna tofauti ya amani ya Mungu na amani ya ulimwengu. Okay. Kila mmoja katika maisha yake anaweza kuwa anatembea njiani, na inaweza kuwa umewahi kutembea ukakuta bomba kubwa limefunziwa na geti kubwa sana. Katika geti lile mara nyingi imewekwa ulinzi wa kila namna, imewekwa shoti, kila kitu kinachoweza kuwekwa kama ulinzi. Ukijiuliza kwa nini haya yote yanawekwa, ni kwa sababu ile mtu aliye ndani ya nyumba sio ulinzi anatafuta amani. Yaani anatamani kulala kwa amani, anatamani kutembea kwa amani, anataka kukaa pale kwenye boma yake kwa amani. Kwa hiyo hata kama mbwa ni kadogo kiasi gani, anaweza akakuandika kwenye geti kwa elfu kubwa, mbwa mkali. Kwa hiyo wewe uliye nje unakosa amani kwa sababu ya neno limeandikwa mbwa mkali, lakini aliye ndani anafurahi. Yaani ninyi mkipita getini mnakosa amani, lakini kwake yeye ni amani kwake. Sasa siku moja ukipata neema, lile geti likafunguliwa, alafu ukakutana na mbwa kameandikwa mbwa nini mkali, lakini shida ni nini? Yule mtu anataka amani. Ni kitu cha muhimu sana, ndio sababu mtu anatafuta ulinzi wa kila namna ili moyo wake upate amani. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba Mungu wa amani katika mwaka huu wa 25, amani ya Mungu. Naomba tusimame.